moja nilichokishuhudia Mole ni ngome ya CCM. Tujipigie makofi. Lakini sio Mole peke yake, ni Sikonge pia ni ngome ya CCM. Sasa kwa imani hapa nilionayo, nina matarajio makubwa sana itakapofika Oktoba 2025, ngome hii ambayo naiona iliyoko Mole, lakini pia ambayo ipo Sikonge tangu ambapo asubuhi tumeiona, nina imani sana mtatupatia kura za kutosha za Daktari Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia ameendelea sana kutujali vijana kwa kutujengea miundombinu bora kwenye shule na kwa kuendelea kutugharamia masomo kwa kutoa elimu bure. Ndugu zangu wa Mole, sisi katika vijana wanaosoma vyuo mbalimbali mkoa wa Tabora, tunaona kuna haja ya kuwaombeni nyinyi kuungana na sisi kuhakikisha tunaendelea kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi. Tunakwenda kulipa deni tulilokuwa nalo wakazi wa Sikonge na mkoa wa Tabora kwa ujumla, kumlipa deni Mama Samia, kwani amefanya kazi kubwa sana katika mkoa wetu wa Tabora, lakini pia katika wilaya hii ya Sikonge. Maendeleo mengi tunayaona. Kwa hiyo waombeni sana. Pamoja na kusema Samia mitano tena, hiyo mitano tena tunataka twende tukaidhihirishe katika mkoa wetu wa Tabora, hususan sisi vijana. Vijana wenzangu, baba zangu, mama zangu, nimesimama hapa kwa kukumbusha jambo moja tu, ambalo jambo lenyewe linaanza tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 7 mwezi wa 5. Naomba vijana wenzangu, baba zangu, mama zangu, twende tukahakiki taarifa zetu kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, ambao mlikuwa bado hamjajiandikisha, mwende mkajiandikishe. Kwa hiyo ndugu zanguni, maendeleo yote ambayo tunaona leo hii ni hatua kwa hatua, si ndivyo? Ndio taratibu. Kwa hiyo hivyo tuna haki na wajibu sisi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wananchi, tuendelee kuyaenzi, kuyaishi, kuyasema yale mazuri ambayo yanayofanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Kwa nini nawaambia tutakwenda kukipigia Chama cha Mapinduzi tena kula? Tunakwenda kukipigia Chama cha Mapinduzi kwa sababu tumetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mmemsikia Mheshimiwa Diwani alivyozungumza. Madarasa yamejengwa, barabara zimejengwa, zahanati zimejengwa, mashule yamejengwa, kila sekta ukipita hakuna mkono wa Mama Samia ambao hujapita, ambaye ni wa Chama cha Mapinduzi. Sasa sisi tunasema Mama Samia sisi anatudai, lakini sisi hatuna deni kwake, na deni letu tutakaokwenda kumlipa ni mwezi wa 10 kwenda kumpigia kula nyingi sana mpaka zifurumie. Sisi tunahimiza upendo na mshikamano wa ndani ya chama. Tunatambua kwa sababu wana CCM tumeiona kazi iliyofanywa na serikali, na kwa sababu wana CCM tunaamini kwamba tutakayemsimamisha badala yetu ushindi kwake ni 90% hata kabla ya kupiga kura. Tunaamini kwamba mchakato wa ndani ya chama hautakuwa mwepesi. CCM oye! CCM safi! Sasa sisi tunapita kuwakumbusha kwamba kiongozi ni lazima awe mmoja. CCM oye! Mwaka 2025 tutaumaliza huu mwaka tukiwa na diwani huyu, tukiwa na mbunge mmoja. CCM oye! Lakini watiania wanaweza wakawa 20, 30 hata 40. CCM oye! Vyama vya upinzani vimeshindwa kutengeneza vyama vyao, watu wao wenye nguvu kwenye vyama vya upinzani, lakini mara zote wamekuwa wakipata nguvu pale ambapo CCM tunavurugana ndani. CCM oye! Kwa hiyo CCM isipovurugana ndani, wale hawana biashara ya kufanya. Kwa hiyo ni waombe wana CCM, tuendelee kuwa wamoja, tushikamane. Baada ya mchakato wa ndani ya Chama cha Mapinduzi kuisha, tuunganishe nguvu na tubakie kitu kimoja. Unaweza ukafanya maandalizi, lakini Mungu kama hajakuchagua wewe kuwa diwani sasa, wewe kuwa mbunge sasa, hauwezi kuwa.
Kwa licha ya juhudi za kibinadamu, lazima tutambue ipo kudra ya Mwenyezi Mungu katika kufanikisha ndoto zetu. CCM oye! Sasa kama umetia nia, vikao vikakaa, wanachama wakapiga kura, wakasema wewe kwa sasa hapana, tunaenda na huyu, wewe ukasema mimi naenda upande wa pili, utafeli na utakuwa unakosea. Mvumilivu hula mbivu. Uongo ukweli? Kwa hiyo mimi niwaombe tutambue kwamba mamlaka inapangwa na Mungu, na Mungu ndiye ambaye anachagua nani awe kwa kipindi hiki na mwingine atakuwa kwa kipindi kingine. CCM oye!